Naam, bado ndani ya jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Jana moja ya trending story ambayo imetokea kwenye viunga vya klabu ya Young Africans ni juu ya utambulisho wao kumtambulisha kiungo mshambuliaji Emmanuel Mwanengo, Ima Mengo, jina maarufu zaidi hilo. Huyu ni nyota ambaye tulisha kumzungumzia kupitia platform hii kwamba anahusishwa na Young Africans. Kwa wakati huo tuliipiga stori yake, tukaangalia mazingira ya stori yake, tukaangalia kiundani zaidi juu ya mchezaji huyu. Finally Young Africans wamekwenda kumtambulisha rasmi, na taarifa hii break mara ya kwanza mara tu baada ya Young Africans kufika Algeria. Walipokwenda Algeria katika mchezo wao dhidi ya CR Belouizdad ndio walipata hii taarifa, na finally imekwenda kuwa rasmi kwa maana Young Africans kumtambulisha Emmanuel Mwanengo au Ima Mengo kwa jina lake mashuhuri zaidi kwa wale ambao wanamfahamu vya kutosha. Sasa kwa kukumbushia, tayari tulishamzungumzia, lakini kuna baadhi ya vitu vimebadilika hapa ambavyo tunaweza tuenda kuviangalia. Emmanuel Mwanengo ni kinda, umri wa miaka 22, lakini ni nyota ambaye ukienda kumwangalia kwa numbers, hizo namba huenda usizione. Namba kwa maana ya kufunga, kwa maana ya kuasisti, hizo namba huenda usizione kwa sababu ya performance ambayo amekuwa nayo katika ligi. Lakini ni nyota Mtanzania ambaye amewahi kwenda kucheza na Tajikistani huko kabla ya kurejea tena nyumbani na kujiunga kikosi cha Tabora United. Kwa wakati ule aliingia katika dirisha la msimu uliopita, kwenye dirisha dogo kwenye kikosi cha Tabora United. So alikuwa pale akapindua msimu unaofuata, kwa maana msimu huu akiwa na TRA United, Young Africans wakamchukua. Sasa kwa nini Yanga walimchukua? Ilikuwa vipi? Mchezaji ambaye haonekani sana katika namba na Young Africans wakamchukua. Yanga walicheza na Tabora United msimu uliopita, mchezo ambao ulichezwa kule Ali Hassan Mwinyi. Ni mchezo ambao Tabora United of course walipoteza, lakini walikuwa of course walionyesha kiwango kizuri sana. Miongoni mwa wachezaji ambao mmoja walionyesha performance bora kabisa ilikuwa ni Emmanuel Mwanengo. Kiwango bora ambacho alikuwa amekionyesha kikapelekea uongozi wa Young Africans kuona hapana, huyu ni mchezaji ambaye anatakiwa aongezwe kundini kutokana na kile ambacho alikuwa amekionyesha. Sasa unaweza ukajiuliza pia, kwa nini wameongeza kundini? Ni mechi moja tu imetosha kusema huyu aongezwe kundini au vipi? Bwana, mazingira yamebadilika sana sasa hivi. Hizi timu zenye high profile za hapa nyumbani, Simba, Young Africans, ni timu ambazo hata Azam pia ni timu ambazo kwa wakati huu hazisajili tena wachezaji ambao yani sio lazima kusajili mchezaji kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji au mshambuliaji wa mwisho. Sio lazima usajili mchezaji ambaye ana namba nyingi kubwa, yani ka perform vizuri. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji wazawa wa hapa nyumbani, asilimia kubwa ya wachezaji hawa wanashindwa kudeliver katika hizi timu. Yani hizi timu zimepiga hatua kubwa ukilinganisha na wao. Kwa hiyo kinachofuatikana sasa hivi ni ukisema usubiri striker Mtanzania ambaye atakuwa na namba nzuri au kiungo mshambuliaji ambaye atakuwa na namba nzuri, huenda ukapoteza muda wako. Sasa hivi hizi timu zinasajili talent, yani wanaangalia hapa kuna potential, hapa kuna kijana ambaye anaonekana tukimchukua, tukimwongezea material, huenda akawa bora zaidi. Ndicho ambacho kinaangaliwa. Kwa hiyo na hiyo kwa sababu sisi wenyewe wachezaji wa Kitanzania wameshindwa kudeliver kwa kuonesha namba zinazostahili. So unakuta hata Azam walikwenda kumsajili mchezaji kama Nassor Saadun kwenye mazingira ambayo maybe wengi waliwashangaza, kwa sababu Nassor Saadun hakuwa na hizo namba za kutisha kwamba amefunga sana au ameassist sana, lakini waliona kuna potential, kuna talent katika miguu au katika mwili wa Nassor Saadun, that's why wakamsajili. So kwa upande wa Simba pia wale kumsajili Valentino Mashaka, ingeweza kuzua maswali kwamba Mashaka ameperform lini wapi kwa maana ya numbers, lakini waliona kuna potential ambayo ipo katika miguu yake, that's why wakamchukua kwa wakati ule. Ingawaje hizo potential sometimes inawezekana zikadeliver
au zikashindwa kudeliver. Kwa hiyo Emmanuel Mwanengo kwa upande wa Young Africans, na wenyewe pia Young Africans wamesajili potential, wameona hapa kuna mchezaji ambaye kesho na kesho kutwa inawezekana akaja kuwa bora zaidi kama watamuongezea vitu fulani. Na ukiangalia kuna Clement Mzize ambaye uchezaji wake, kaliba ya uchezaji wake haiendani mbali sana na Emmanuel Mwanengo, kwa maana ya kuwa bull, kuwa huyu ni kiungo wa ushambuliaji, anacheza namba 10, ana uwezo kucheza winga, ana uwezo kucheza namba 9, lakini ni aina ile ya bull players, wachezaji ambao wana nguvu, wachezaji ambao wana kasi, wachezaji ambao wanapiga, wachezaji ambao wanalazimisha. Ndio hiyo meaning of bull strikers. So bull ni nyati, meaning of bull strikers unaipata hapo. Kwa hiyo kwa Young Africans wamesajili potential hiyo, kwa maana Emmanuel Mwanengo. Sasa nafasi yake ndani ya Yanga iko vipi? Hilo ni swali ambalo ungeweza kujiuliza bwana. Honestly, Emmanuel Mwanengo sio mchezaji ambaye anakwenda kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans kwa sasa hivi. Hapana, ni mchezaji ambaye Yanga wamemsajili, lakini ana vitu vingi vya kujifunza kwa wakati huu, kwa maana akaongezewe maarifa chini ya kocha Pedro Gonçalves, kwa sababu wakati anasajiliwa, wakati anaonekana akiwa chini ya Miloud Hamdi. Kwa wakati ule timu ilikuwa chini ya Miloud Hamdi, lakini this time around timu imeshabadilika, iko chini ya Pedro Gonçalves. Kwa hiyo Pedro ana kazi ya kumuongezea maarifa huyo mchezaji ili aweze kuja kuwa bora zaidi katika siku za usoni. Kwa hiyo ndio naamini ndo nafasi yake ndani ya Young Africans, lakini baada ya muda kadhaa huenda kadeliver zaidi na kuja kuonesha kilicho bora zaidi kutoka kwake. Huyo ndo Emmanuel Mwanengo, nyota wa Kitanzania, ni potential, ni cream katika wale wa Tanzania ambao anaonekana na uwezo. That's why wameamua kumjumuisha kwenye kikosi kwa maana ya Young Africans. Unaona kuna kila sababu ya kumtia kwenye kikosi chao, na wamefanikisha jambo hilo siku ya jana, kwa maana ule urasmi wa taarifa imetoka hapo jana. Bwana, iko ndo kikubwa zaidi ambacho nataka kushare kuhusu Emmanuel Mwanengo na kile alicho nacho. Tumeangalia mazingira ya vitu vingi hapo, lakini kubwa zaidi tayari ni mchezaji rasmi wa Young Africans, ni mchezaji rasmi wa wananchi. Emmanuel Mwanengo ni mwananchi, hilo ndo kubwa zaidi. Hapa nilipo unaweza kujiuliza ni wapi bwana? Hapa ni bado ni Dar es Salaam. Dar es Salaam ni kubwa bwana. Hii ni Dar es Salaam. Hii ni Dar es Salaam ambayo nipo. Anyways, kubwa ndo hilo. Emmanuel Mwanengo is in green and yellow nation. Mimi ni Khario Mzinga na hii ni Mzinga Sports.